Habari zenu wapendwa wasikilizaji wa Ufalme Uliopotea, na karibu sana kwenye kipindi kipya cha leo. Leo tutazungumzia safari ndefu ya Kenya kufikia uhuru wake wa kitaifa wakati wa karne ya 20. Historia hii ni muhimu sana kwa kuelewa mabadiliko makubwa ya Afrika Mashariki katika zama za kikoloni. Nchi ya Kenya ina historia ya kuvutia sana ambayo inaonyesha mapambano ya watu wake kwa uhuru. Ningependa kuwaeleza jinsi wakoloni wa Kiingereza walivyofika na kuweka utawala wao katika nchi hii. Wakati huo, jamii za Kiafrika zilikuwa zikiishi kwa amani na utaratibu wao wa asili wa kijamii. Lakini mambo yalianza kubadilika kabisa mwanzoni mwa karne ya 19 hadi mwishoni mwake. Kama bado hujajiandikisha kwenye chaneli yetu, basi tafadhali fanya hivyo sasa na weka kipendwa kwenye video hii ili tuweze kuendelea. Sasa tuanze kuelewa mazingira ya nchi hii kabla ya wakoloni kuwasili katika pwani ya Afrika Mashariki. Kakoloni, jamii mbalimbali za Kiafrika ziliishi katika eneo la Kenya kwa miaka mingi sana. Jamii hizi zilijumuisha Wakikuyu, Waluo, Waluhya, Wakamba, Masai na wengine wengi zaidi katika maeneo tofauti ya nchi. Kila jamii ilikuwa na utawala wake wa kienyeji uliokuwa na viongozi na sheria zinazotambulika na wanajamii wote. Biashara ilikuwa ikifanyika kati ya jamii hizi na pia na wafanyabiashara wa Kiarabu waliokuja kutoka pwani. Wakiarabu hawa walikuwa wamekwisha kuanzisha miji ya biashara kwenye pwani ya Bahari ya Hindi tangu karne ya 7. Miji kama Mombasa, Malindi na Lamu ilikuwa imekuwa vituo vikubwa vya biashara na utamaduni wa Kiswahili. Hali hii iliendelea kwa amani kwa muda mrefu kabla ya wazungu kufika katika eneo hilo la Afrika. Watu wa pwani walikuwa wakiishi kwa utaratibu mzuri, wakifanya biashara ya pembe za ndovu na viatu vya ngozi. Utamaduni wa Kiswahili ulikuwa umekuwa vizuri sana, ukiunganisha maadili ya Kiafrika na Kiarabu katika muundo mmoja. Lugha ya Kiswahili ilikuwa tayari imekuwa lugha ya biashara na mawasiliano katika eneo lote la pwani. Psychologist Waingereza walifika pwani ya Kenya kwa mara ya kwanza katikati ya karne ya 19. Wakati huo walikuwa wakitafuta njia za kupanua biashara yao na ushawishi wao katika bara la Afrika lote. Mwaka wa 1877, shirika la Kiingereza la Afrika Mashariki liliundwa rasmi kwa ajili ya biashara. Shirika hili lilipewa ruhusa na serikali ya Kiingereza kuendesha shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Lengo kuu la shirika hili lilikuwa ni kufungua njia za biashara na kupata rasilimali za asili kutoka nchi hiyo. Wazungu walikuwa wakitafuta bidhaa kama pembe za ndovu, vifaa vya ngozi na mazao mengine ya thamani. Mwaka wa 1898, serikali ya Kiingereza ilichukua udhibiti wa moja kwa moja. Kenya ikawa chini ya utawala wa moja kwa moja wa Uingereza kama protectorate na baadaye koloni. Mambo yalianza kubadilika haraka sana kwa jamii za Kiafrika zinazozunguka eneo la Kenya lote. Ardhi ya wazawa ilianza kuchukuliwa wakulima wa kizungu ambao walitaka kuanzisha mashamba makubwa ya kahawa na chai. Wakulima hawa walikuwa wakipewa ardhi bila malipo yoyote, wakati wenyeji wa asili wakipelekwa maeneo mengine. Serikali ya kikoloni ilianzisha sheria ambazo zilipunguza haki za watu wa Kiafrika juu ya ardhi yao wenyewe. Wakoloni walitumia njia nyingi za kudhibiti watu wa Kiafrika na kuwafanya watumike kwa manufaa ya wakulima wa kizungu. Kodi mbalimbali zilianzishwa ili kulazimisha Waafrika kufanya kazi katika mashamba ya wakoloni kwa mshahara mdogo sana. Kodi ya kichwa ilianzishwa ambayo ilihitaji kila mtu kulipa kiasi fulani kwa mwaka kwa fedha taslimu. Kwa kuwa Waafrika wengi hawakuwa na fedha za kutosha, basi walilazimika kwenda kufanya kazi kwa wakoloni. Ardhi bora zaidi za kulima zilipokea wakulima wa kizungu, hasa katika maeneo ya milima kama Aberdare na Mlima Kenya. Maeneo haya yalikuwa na udongo wenye rutuba kubwa na hali ya hewa nzuri kwa kilimo cha mazao ya biashara. Wenyeji wa asili walihamishwa kutoka maeneo yao ya kuzaliwa na kupelekwa kwenye maeneo duni ya kulima. Haki za ardhi na utawala wa asili wa jamii za Kiafrika zilinyimwa kabisa na wakoloni hao.
Jamii kama Wakikuyu walipoteza ardhi nyingi sana ambazo zilikuwa ni chanzo chao cha maisha na kipato. Hali hii ilizua hasira kubwa kati ya watu wa Kiafrika ambao waliona haki zao zikinyakuliwa. Hasira hii iliendelea kukua kwa miaka mingi na hatimaye ikasababisha mapambano ya uhuru. Ningependa kusikia maoni yenu kuhusu jinsi utawala wa kikoloni ulivyoathiri jamii za Kiafrika katika karne hiyo. Wakati wa vita vya kwanza vya dunia kutoka mwaka wa 1914 hadi 18, wakoloni walilazimisha Waafrika wengi kwenda kupigana. Waafrika wengi wa Kenya walipelekwa kupigana dhidi ya Wajerumani katika eneo la Afrika Mashariki kwa ajili ya maslahi ya Uingereza. Askari hawa wa Kiafrika walipigana kwa ujasiri mkubwa, lakini hawakupata malipo sahihi wala heshima baada ya vita. Baada ya vita hivi kupata mwisho, utawala wa kikoloni uliendelea kuwa mgumu zaidi kwa wenyeji wa asili. Mashamba ya wakoloni yaliendelea kupanuka na ardhi zaidi zilipokea wazungu kutoka Uingereza na mataifa mengine ya Ulaya. Serikali ya kikoloni ilipanua mfumo wa kipekee wa kutenganisha watu kulingana na rangi yao na asili yao. Mfumo wa elimu ulioanzishwa ulioa kuondoa utamaduni wa Kiafrika na kuweka badala yake utamaduni wa kizungu. Watoto wa Kiafrika walilazimishwa kujifunza kwa lugha ya Kiingereza na kuacha lugha zao za asili. Shule zilizoundwa zilikuwa zinafundisha historia na utamaduni wa Ulaya wakati zinanyanyapaa historia ya Kiafrika. Dini ya Kikristo ilienezwa kwa nguvu kubwa na misheni iliyoundwa katika maeneo mengi ya nchi. Haya yote yalikuwa ni njia za kudhibiti fikra za Waafrika na kuwafanya wakubali utawala wa wakoloni. Mfumo wa afya ulikuwa pia unatenganisha hospitali za wazungu na za Waafrika kwa viwango vya huduma tofauti. Microsoft mwaka 1921, wakoloni waliunda baraza la ushirikiano ambapo wazungu walikuwa na uwakilishi mkubwa. Waafrika hawakuwa na uwakilishi sahihi katika maamuzi ya nchi yao wenyewe kwa sababu idadi yao ilikuwa ndogo sana. Baraza hili lilikuwa na wabunge 22 wa kizungu na wabunge 5 tu wa Kiafrika. Haki za siasa zilikuwa zimepewa wazungu pekee na Waafrika walikuwa ni watumishi tu katika ardhi yao wenyewe. Hali hii ilizua michango ya mapinduzi na kuunda vyama vya kisiasa vya Kiafrika vilivyotaka mabadiliko. Kikundi cha kwanza cha kisiasa kilichoundwa na Waafrika kilikuwa ni chama cha Kikuyu kinachoitwa Kikuyu Central Association. Chama hili kilianzishwa mwaka 1925 na kilikuwa kinaongozwa na viongozi kama Heri Thuku. Madhumuni ya chama hili yalikuwa ni kupigania haki za ardhi na kuondoa ubaguzi wa rangi uliokuwepo. Wanachama wa chama hili walipiga kelele kuhusu dhuluma zilizofanywa na wakoloni dhidi ya watu wa Kiafrika. Lakini wakoloni walipinga vikali vyama hivi na kushusha viongozi wake katika kifungo kwa miaka mingi. Heri Thuku mwenyewe aliwekwa kifungoni mwaka 1922 na kukaa miaka 10. Matukio haya yalionyesha jinsi wakoloni walivyoogopa harakati za kisiasa za Waafrika na kuwazuia kwa nguvu. Jomo Kenyatta, ambaye alikuwa mmoja wa viongozi wakubwa wa harakati ya uhuru, alizaliwa mwaka 1901. Yeye alizaliwa katika familia ya wakulima wa Kikuyu katika eneo la Datundu karibu na Nairobi. Jomo Kenyatta alijiunga na misheni ya Kikristo akiwa mdogo, na hapo akasoma kusoma na kuandika. Yeye alisoma katika shule za misheni na baadaye akaenda kusoma nchi za Ulaya kwa miaka mingi. Wakati akiwa Uingereza, Kenyatta alisoma elimu ya juu na kuanzisha uhusiano na wapiga harakati wengine wa uhuru kutoka Afrika. Yeye alikutana na viongozi kama Kwame Nkrumah wa Ghana na wengine waliokuwa wanapigania uhuru
wa nchi zao. Mwaka wa 1937 yeye aliandika kitabu maarufu kinachoitwa Facing Mount Kenya. Kitabu hiki kiliwaeleza watu wa Ulaya kuhusu utamaduni na historia ya Wakikuyu kabla ya ukoloni. Kenyatta alionyesha jinsi jamaa ya Kikuyu ilivyokuwa na utaratibu mzuri wa kijamii kabla ya wazungu kufika. Kitabu hiki kilipata umaarufu mkubwa na kusaidia watu wa Ulaya kuelewa ukweli wa utamaduni wa Kiafrika. Kenyatta alirudi Kenya mwaka 1946 na kuanza shughuli za kisiasa kwa bidii. Yeye alikuwa kiongozi wa chama cha Kenya African Union kinachojulikana kama KAU. Chama hiki kilipigania haki za Waafrika na kulalamikia mateso ya utawala wa kikoloni. Vita vya pili vya dunia kutoka mwaka wa 1939 hadi 45 vilipeleka mabadiliko makubwa. Waafrika wengi wa Kenya walipelekwa tena kupigana katika vita hivi kwa upande wa Waingereza katika maeneo mbalimbali. Askari hawa walipelekwa Burma, India na maeneo mengine ya mashariki ya mbali kupigana dhidi ya Wajapani. Baada ya vita hivi kuisha, Waafrika waliokuwa wamepigana walirudi nyumbani na matumaini ya kupata haki zaidi. Lakini wakoloni waliendelea na utawala wao wa kidhalimu bila kubadilisha lolote la maana kwa Waafrika. Askari hawa waliona jinsi nchi zingine za Ulaya zilivyokuwa huru na wakajua kwamba nao wanastahili uhuru. Hali hii ilizua hasira kubwa zaidi na kuunda msingi wa mapambano ya silaha dhidi ya wakoloni. Mapambano haya yalianza rasmi mwaka 1951 na yalijulikana kama mapinduzi ya Mau Mau. Wapinduzi wa Mau Mau walikuwa ni wakulima na wafanyakazi walioamua kupambana kwa silaha dhidi ya utawala wa kizungu. Jina la Mau Mau halijaelezwa wazi sana, lakini lingelikana kumaanisha muungano wa siri wa wapigania uhuru. Ninyi mnadhani nini kuhusu sababu zilizopeleka watu kupambana kwa silaha badala ya njia za amani pekee? Mapinduzi ya Mau Mau yalionivigana kumpicha make mapinduzi wakolima jajulika wakubuya taku ni visababu. Mapinduzi ya Mau Mau walionywa njia za amani badala ya njia za amani pekee. Mapinduzi ya Mau Mau yaliona kumpijanda wamini imoniku. Mapinduzi ya Mau Mau yaliona kumja wasan wakivi kafanyi. Mapinduzi ya Mau Mau yaliona amsia suapia kafanyi yaliongozwa na viongozi kama Dedan Kimathi, Field Marshal Muthoni na wengine wengi waliopigania uhuru. Dedan Kimathi alikuwa mtu jasiri sana aliyejitoa mhanga kwa harakati ya uhuru na kuongoza mapambano kutoka misituni. Wapinduzi hawa walitumia mbinu za vita vya ujanja na kushambulia kambi za wakoloni na mashamba ya wazungu. Walipanga mashambulizi yao kwa uangalifu mkubwa na kutumia ujuzi wao wa mazingira ya misitu ya Aberdare na Mlima Kenya. Serikali ya Kiingereza ilipiga marufuku chama cha KAU mwaka 1952. Viongozi wakubwa wa kisiasa ikiwa ni pamoja na Jomo Kenyatta walikamatwa na kutupwa gerezani kwa tuhuma za kuongoza Mau Mau. Ingawa Kenyatta alikataa kuhusika na Mau Mau, wakoloni walimtia gerezani kwa miaka 9. Kesi yake iliendesha katika mahakama kwa njia isiyo ya haki na alipatikana na hatia bila ushahidi wa kutosha. Vita hivi viliendelea kwa miaka 7 na kusababisha kifo cha watu elfu nyingi za Waafrika. Wakoloni walitumia nguvu kali sana na kuweka Waafrika katika kambi za mateso ambazo ziliharibu maisha ya watu milioni. Kambi hizi zilikuwa ni maeneo ya kudhibiti watu ambapo wafungwa walipata mateso makubwa sana. Wanawake na watoto hawakuepukana na mateso haya na wengi wao walikufa kutokana na njaa na magonjwa. Wakoloni walitumia njia za kikatili kwa wafungwa, wakiwemo kuchomwa kwa vifaa vya moto na kupigwa vibaya sana. Katika kambi hizi, wakoloni walifanya matendo ya kutisha ambayo leo yanaitwa uhalifu wa vita na kukiuka haki za binadamu. Takribani watu 1.5 walitupa katika kambi hizi za mateso
na elfu nyingi walikufa humo. Lakini mapambano ya Mau Mau yalisaidia kuvunja moyo wa wakoloni na kuonyesha kwamba hawakuweza kuendelea kutawala milele. Japokuwa wapinduzi walishindwa kwa nguvu za jeshi, Uingereza ilipata msukumo wa kuanza mazungumzo ya mabadiliko ya kisiasa. Gharama za kudhibiti mapinduzi haya zilikuwa kubwa sana kwa serikali ya Kiingereza na ikawa vigumu kuendeleza vita. Dunia pia ilianza kusikia kuhusu mateso yaliyofanywa dhidi ya Waafrika na kusababisha msukumo wa kimataifa. Mwaka 1957, uchaguzi wa kwanza unaokubalika wa Afrika ulifanyika na wabunge wa Kiafrika waliingia bungeni. Hii ilikuwa ni hatua kubwa sana kuelekea uhuru, ingawa bado ilikuwa na mapungufu mengi ya uwiano. Idadi ya wabunge wa Kiafrika ilikuwa bado ndogo sana ikilinganishwa na idadi ya wakazi wa Kiafrika katika nchi hiyo. Mwaka 1961, Jomo Kenyatta alitoka gerezani baada ya miaka 9 ya kifungo. Alipokea sana na watu wengi walimkaribisha kama shujaa wa taifa ambaye aliteseka kwa ajili ya uhuru. Kenyatta aliongoza chama kipya cha KANU ambacho kilipigania uhuru wa haraka. Chama cha KANU kiliundwa mwaka 1960 na kilikuwa na wafuasi wengi sana. Ninyi wote mnaoniona sasa, tusikumbuke kuweka maoni yenu hapa chini kuhusu mapambano haya ya uhuru. Mwaka wa 1962, uchaguzi mwingine ulifanyika na KANU ilishinda kwa idadi kubwa ya kiti. Jomo Kenyatta akawa waziri mkuu wa kwanza wa Kenya chini ya serikali ya uwakilishi wa wenyewe. Hii ilikuwa ni hatua ya mwisho kabla ya kupata uhuru kamili kutoka kwa wakoloni wa Kiingereza. Serikali ya Kiingereza iliamua kuongea na viongozi wa Kiafrika kuhusu jinsi ya kufikia uhuru kwa amani. Mazungumzo haya yalifanyika katika mikutano mingi huko London na Nairobi kuhusu mabadiliko ya katiba. Mwaka 1963, tarehe 12 Disemba, Kenya ilipata uhuru wake rasmi. Bendera ya Kenya ilipandishwa kwa mara ya kwanza na Kenyatta akawa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya. Watu milioni walishangilia katika mitaa na mijini kote nchini kwa shangwe kubwa sana ya kupata uhuru. Safari ya miaka 60 ya utawala wa kikoloni ilikuwa imefikia mwisho na Wakenya walikuwa sasa huru. Sherehe za uhuru zilifanyika katika uwanja wa Uhuru huko Nairobi na watu wengi walikuja kutoka pande zote. Lakini changamoto nyingi zilikuwa zikiwangoja Wakenya katika kujenga taifa lao mpya bila msaada wa wakoloni. Swala la ardhi lilikuwa bado linalowasha mafarakano kati ya jamii ambazo zilitaka kurudishiwa ardhi zao. Uchumi wa nchi ulikuwa mdogo sana na ulitegemea sana biashara na nchi za Ulaya. Baada ya uhuru, serikali ya Kenyatta ilikabiliwa na changamoto za kiuchumi na kisiasa zenye uzito mkubwa. Ardhi ambayo ilikuwa imechukuliwa na wakoloni ilihitaji kugawanywa kwa wananchi, lakini hilo halikuwa rahisi. Wakulima wazungu wengi bado walikuwa na ardhi kubwa na serikali ilihitaji kufanya maamuzi magumu. Uchumi wa nchi ulikuwa umetegemea sana bidhaa za kilimo ambazo zilikuwa zinauzwa katika soko la Ulaya. Mazao kama kahawa, chai na pyrethrum yalikuwa chanzo kikuu cha mapato ya nchi, na wakulima wadogo kulikuwa na uhitaji wa kujenga miundombinu mipya ya barabara, hospitali na shule kwa haraka. Nchi ilihitaji wafanyakazi wa elimu ya juu katika nyanja mbalimbali, lakini watu wachache walikuwa na elimu hiyo. Vyama vya upinzani vilikuwa vikipinga baadhi ya sera za serikali na kusababisha migogoro ya kisiasa. Chama cha KADU kilichokuwa kinawakili jamii za pwani na wafugaji kilianza kulalamikia serikali ya KANU. Mwaka 1965, wakulima wachache wenye ardhi kubwa walipata faida nyingi kuliko wananchi wengi. Serikali ilianzisha mipango ya kununua ardhi kutoka kwa wakulima wazungu na kuzigawa kwa Waafrika wasio na ardhi. Hali hii ilizua ugomvi na migogoro ya kisiasa ambayo iliendelea kwa miaka mingi. Jamii fulani ziliona kwamba hazikupata haki zao kamili, wakati nyingine zilipewa faida kubwa zaidi. Kenyatta aliongoza nchi kwa miaka 15 hadi alipokufa mwaka 1978. Kifo chake
kilisikitisha watu wengi ambao walimuona kama baba wa taifa na kiongozi mwenye busara. Baada ya kifo cha Kenyatta, Daniel Arap Moi akaingia madarakani na kuendelea na utawala kwa miaka 24 zaidi. Moi alikuwa makamu wa rais na kwa mujibu wa katiba alipokea madaraka baada ya kifo cha Kenyatta. Kipindi cha Moi kiliona mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiuchumi katika nchi ya Kenya. Mwanzoni, Moi alijaribu kuendelea na sera za Kenyatta, lakini polepole alianzisha utaratibu wake mwenyewe. Mwaka 1982, sheria za kisiasa zilibadilishwa na Kenya ikawa nchi ya chama kimoja pekee. Hii ilimaanisha kwamba KANU ndio chama pekee halali na vyama vyote vya upinzani vilipigwa marufuku. Hali hii ilipeleka udhibiti mkubwa wa mamlaka na kupunguza haki za demokrasia za wananchi wa kawaida. Uchumi wa Kenya ulipitia mabadiliko makubwa wakati huo wa miaka ya 80 na 90. Bei za kahawa na chai zilitetemeka sana sokoni la kimataifa na kuleta matatizo makubwa kwa wakulima. Ufisadi uliongezeka sana katika serikali na taasisi za umma wakati wa utawala wa Moi. Wanasiasa wengi walitajiriwa haraka sana wakati wananchi wengi waliendelea kuwa maskini. Mwaka 1992, wananchi walianza kupiga kelele kuomba mabadiliko ya kidemokrasia. Msukumo wa vyama vingi vya siasa ulizuka na watu wengi walipigania haki za kuanzisha chama kingine cha siasa. Shinikizo hili liliongezeka na hatimaye mwaka 1992 chama kingine cha Ford kilianzishwa. Hii iliashiria mwanzo wa kipindi kipya cha siasa za vyama vingi baada ya miaka 10 ya chama kimoja. Tutakumbuka kwamba historia ya Kenya ni mfano wa uhuru wake. Waafrika wengi waliteseka chini ya utawala wa kikoloni, lakini hawakukata tamaa kupigania haki zao. Viongozi kama Jomo Kenyatta, Dedan Kimathi na wengine walitoa mchango mkubwa kwa harakati ya uhuru. Mapambano ya Mau Mau yalionyesha ulimwengu jinsi Waafrika walivyopinga utawala wa kidhalimu wa wakoloni. Pamoja na mauaji na mateso makubwa yaliyofanyika, watu hawakuacha kupigana hadi walipopata uhuru wao. Nguvu za Waafrika za kupigania haki zao iliwashangaza hata wakoloni wenyewe ambao walifikiri watawadhibiti milele. Leo Kenya ni taifa huru lenye raia milioni 36 wanaoishi kwa uhuru. Historia hii inatufundisha umuhimu wa mapambano ya uhuru na thamani ya kujitawala wenyewe bila udhibiti wa wageni. Lakini pia inatuonyesha changamoto ambazo zinakuja baada ya kupata uhuru katika kujenga taifa lenye usawa na maendeleo. Maswali ya ardhi, ya ugawaji wa rasilimali na ujenzi wa taifa linalowakilisha jamii zote ni changamoto zinazoendelea. Ningependa kusikia tafakari zenu za kina kuhusu mambo ambayo mmeyajifunza kutoka kwa historia hii ya Kenya. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba njia ya Kenya kufikia uhuru ilikuwa ni safari ndefu yenye taabu nyingi. Waafrika wa Kenya waliteseka miaka 60 chini ya utawala wa kikoloni kabla ya kupata uhuru wao. Ardhi zao zilinyakuliwa, utamaduni wao ulipingwa na haki zao za kibinadamu zilikataliwa kabisa. Lakini wanapopambana kwa miaka mingi, walibahatika kupata uhuru tarehe 12 Desemba 1963. Historia hii ni sehemu muhimu ya historia ya Afrika na dunia nzima kwa ujumla wake. Inatuonyesha jinsi watu wanavyoweza kushinda dhuluma na kukabiliana na nguvu kubwa za kimataifa. Pamoja na changamoto ambazo Kenya imekabiliwa nazo baada ya uhuru, bado ni taifa huru lenye matumaini. Vijana wa Kenya wanajifunza historia hii ili waelewe thamani ya uhuru na kujitahidi kulinda haki zao. Nataka sasa kuwasihi wote ambao mmetuunga mkono hadi hapa kujiandikisha kwenye chaneli yetu ya Ufalme Uliopotea. Pia weka kipendwa kwenye video hii na utuandikia maoni yako kuhusu somo unaloweza kujifunza kutokana na historia hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza na tutaonana katika video ijayo pamoja na historia nyingine za kupendeza za Afrika. Kwaherini na muendelee vizuri.